ni mtu wa karibu sana na wewe. Anaweza kawa mume, mke, kama kwa Samsoni tunaona adui wa ndani alikuwa ni mke wake Delila, lakini kwa Ahabu tunaona adui wa ndani alikuwa ni Yezebeli. Alikuwa yuko pale kwa kuhakikisha manabii wa Mungu ndani ya Israeli na wamalizi. Alipambana sana na Elia mpaka Mungu akaingilia kati kumtoa Elia. Yezebeli ndiye aliyemuua Naboth. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alikuwa kama mke kwa Ahabu. Ahabu aliona amepata mwanamke anayempenda, lakini kumbe alikuja adui kukaa ndani ya taifa ili auwe wale waliobeba kusudi la Mungu. Kwa hiyo hata leo yuko adui wa karibu sana na wewe. Huwa wanapokuja kwako hawaji wakajionyesha mimi ni adui. Angalia tabia ya Delila. Alienda kwa Samsoni kama rafiki kipenzi wa moyo wa Samsoni, aliyekuwa anajua kubembeleza, aliyekuwa na maneno matamu. Hata Samsoni akadharau wanawake wa Kiebrania, akawaona wanawake wa Kiebrania hawafai, hawajui mapenzi, lakini alikuwa anafanya yale kwa lengo la kutambua asili ya nguvu ya Samsoni iko wapi. Kwa hiyo hata wewe akija kwako, hata mimi ninapohubiri hapa, wewe unasema na maana mchungaji anataka kuniambia yule rafiki yangu yule niachane naye. Muombe Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu huwa wanakuja kama marafiki, wanakuja kama watu special ambao yuko tayari kulia na wewe, yuko tayari kuwa na wewe katika shida na raha, lakini kama hajaletwa na Mungu ni adui wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hajaletwa na Mungu ni adui wa ndani. Jifunze kwa Ahabu, jifunze kwa Delila, jifunze kwa Penina. Alikuwa ni mke mwenza wa Hana, lakini alikuwa adui wa ndani ya ndoa ya Hana. Alikuwa anaomba maneno ya kumuumiza sana. Jifunze kwa nani yule aliyetaka kuwaoa Wayahudi wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haman walikuwa ni ofisi moja na Mordekai. Ofisi moja. Yeye akitoka mlangoni anakutana na Mordekai. Akitaka kuingia kazini anakutana na Mordekai. Wanafanya kazi ofisi moja, lakini akatafuta namna ya kuwaua Wayahudi, kuangamiza Wayahudi wote wauawe. Mfanya kazi mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba alikuwa hawajui, anawajua hao ni Wayahudi. Anajua mpaka tabia zao za ibada. Anajua kwamba hawaabudu miungu, hawaabudu sanamu, hawamwinamii mwanadamu, wanamwinamia Mungu. Kwa hiyo akasimama kama adui wa ndani ya ofisi. Kwa hiyo unaweza kuwa na adui ofisini, unaweza kuwa na adui nyumbani. Anaweza asifanye kazi kwenye ofisi yako, lakini ndio unayempa mambo yako ya ofisini, ndio unayempa taarifa zako za kazi zinaendaje, biashara yako inaendaje. Jumapili tuliona yule mama aliyekuwa anataka kununuliwa gari na mume wake, alikuwa na rafiki anayemshirikisha biashara zinaendaje, nini kinaendelea kazini kwetu, nini nataka kutendewa na mume wangu. Lakini huyo alikuwa pale kama adui wa ndani. Bwana asifiwe sana. Kwa Yesu anaposema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, anaongea hilo neno kwa upana wake, watu wa karibu yako. Mtu akitaka kuiua hii huduma, japo hawataweza kwa jina la Yesu, lazima aje akae hapa ndani, aangalie wanaombaji, aangalie udhaifu wetu uko wapi. Mchungaji anaingia kanisani kwa njia gani? Saa ngapi? Mchungaji anapenda nini? Anasema anapenda maziwa, anapenda juisi. Wanaweza kutumia hiyo njia kumkamata. Wanajiweka karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aweza akatoka tu huko aje kwa haribu. Anakuja na keti kabisa kama mshirika. Anasali.
anajitahidi kuwa karibu na, labda anataka kuharibu idara ya sifa. Sasa atajitahidi kuwa karibu na kiongozi wa sifa, wale wanaosifisha, ikiwezekana hata kujiunga kwenye sifa. Kumbe kuna kitu anataka kuharibu kwenye idara ya sifa. Labda ana mpango wa kuharibu idara. Unaweza kushangaa mpaka mkampa uongozi wa idara, nampa na uongozi wa idara fulani, labda ya injilisti, labda ya vijana au wamama. Akishakaa kwenye ile nafasi anaua ile idara. Labda amekuja kwa kuua kwaya fulani, atajipenyeza mpaka awe kiongozi wa hiyo kwaya, adui wa ndani. Sasa awe Yesu anaposema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, anataka washughulikiwe. Bwana sifiwe sana. Hasemi tu kutufurahisha au tuwajue, pigeni, kama anavyosema ibada njema inaanzia nyumbani. Kadhalika adui wa kwanza wa kumpiga ni wa nyumbani. Haleluya kanisa. Asipopigwa huyu huwezi kusogea. Asiposhughulikiwa huyu huwezi kusogea. Na hii mbinu ndio wanatumia sana mataifa makubwa kivita kama Marekani na mengine. Wakitaka kupigana na wewe leo, hawaji tu kesho na kuanza kupigana. Watakuja kupigana hiyo vita baada ya miaka 10. Bwana asifiwe sana. Yaani anaweza kaanzisha mkakati wa vita rais huyu, akaja kupigana rais wa awamu ya 3. Cha kwanza atakachofanya, wataleta mapandikizi kwenye nchi yao. Wale mapandikizi watapenyeza mpaka wakae kwenye idara nyeti, idara ya ulinzi kule, ili wajue huyu ana silaha kiasi gani, ili wajue huyu ana jeshi lenye nguvu kiasi gani. Wataweka kwenye idara zile za fedha na uchumi kiasi gani. Yaani atapenyeza mapandikizi, atakaa kwenye ile kamati kuu tendaji ya serikali, wajue huyu ana nguvu kiasi gani. Alafu hao wana kazi ya kupeleka ripoti kule, wanamchunguza tu. Wakishajua una silaha kiasi gani, una jeshi lenye nguvu kiasi gani, una uchumi kiasi gani, sasa wanajipima na wao, sema huyu tunampiga. Wanaweza siwe sana. Ndio shetani anavyofanya. Anaweza kawa anataka kukumaliza wewe, haji tu akapigana na wewe, anakufuatilia kidogo kidogo. Saa hizi unaomba maombi masaa mangapi? Saa hizi anaomba masaa 3. Anajipima na yeye anasema simwezi. Tufanyeje? Mpe kazi, imweke busy. Wanakupa kazi, wanasema Bwana anajibu maombi, kumbe kazi imetoka kwa adui. Ile kazi inakuweka busy. Wanasema baada ya kazi maombi yake iko. Sasa hizi kwa kweli akijitahidi sana lisalimu. Wanajipima, tunamweza, sema huyu bado lisali moja bado yupo kwenye kanuni ya Mungu wake. Fanyeje? Muongezee mambo yawe mazuri mazuri, relax, asiwe na muda kuomba. Bwana naona mambo yanakuendea, Mungu anakusogezea wao. Bwana anakuta una maombi ya kushukuru, Baba nakushukuru kwa kweli leo nimefanikiwa hiki, nimefanikiwa, amen. Sasa hizi anaomba dakika 5, sasa hizi tunamweza. Wanakufyatua mara moja. Lakini wameanza kukupeleleza muda mrefu, wameanza kukufuatilia muda mrefu. Hiyo ndio mbinu. Na akitaka kufanya haya lazima alete mtu wa karibu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu aliongea kama kwa kifupi, lakini ili neno lina upana sana. Ndio maana ibada njema inaanzia nyumbani. Taka kupiga lazima maombi yanoge pale nyumbani. Taka kushinda adui wa ndani pale nyumbani, pawe fire, pawe moto. Unataka ushindi unaoenda mbali, lazima nyumbani pawe fire na adui wa mtu wa nyumbani. Wewe kama mwombaji vizuri pale nyumbani, huyu adui wa karibu anakukwepa mwenyewe. Utashangaa huyu jamaa alikuwa rafiki yangu, sasa hizi ananikwepa. Alikuwa rafiki yako kama mtafiti. Kwa hiyo kwa sababu wewe umewasha moto pale nyumbani au kwenye maisha yako, umeamua kuishi maombi, anajitoa mwenyewe, unaenda mbali.
Lakini usipofanya hivi, anakutafiti, anapeleka taarifa zako kuzimu, Ndio maana kuna watu wako saizi hapa duniani, taarifa zao zote zipo kwa washirikina, wachawi, waganga, wapunga pepo, wale manajimu, wana taarifa zao. Wanazipataje? Wamekuwekea mtu wa karibu anayekufuatilia wewe unazungumza nini na mipango gani. Ndio maana angalia, Yesu alisema neno hili kwenye Mathayo ile 7:6. Mathayo 7 pale tuliposoma, rudi nyuma tu kidogo. Mathayo 7 sura ile ya 6. Anasema hivi, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele za nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, wakageuka na kuwalalua. Unaona Yesu anaposema msiwape mbwa kilicho kitakatifu, manake adui wa mtu anakuwa ni karibu ya wewe. Anapokuwa karibu na wewe, anatafuta wewe una mafunuo gani kutoka kwa Mungu wako. Mungu anaongea na nini wewe? Nasema mwenzenu nikilala naotaka ndoto hii. Mwenzenu jana nilipomaliza maombi nilikwenda kulala, Mungu akasema na mimi hivi. Anatafuta vile vitakatifu vinavyotoka kwa Mungu, vya moto moto hivi. Hii ilimkuta Yusufu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anawasimulia ndugu zake maono na mafunuo anayopewa na Mungu, asijue kwamba hao ni mbwa. Baadaye wakarudi wakamlalua. Hapa anasema wasije, anasema ndipo watakapo, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele za nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, wakageuka na kuwalalua. Kwa hiyo anajua ni ndugu, kumbe ni maadui wa ndani. Walikuwa na watoto wa mama zake mkubwa pale, maana Yakobo alimwoa dada na mdogo wake, Lea na Raheli. Wale ni dada na mkubwa na mdogo, na wengi wasomaji wa Biblia mnajua hicho kisa. Bwana asifiwe sana. Si kwamba Mungu anaruhusu kuoa hivyo, ila yeye alilazimishwa na miungu ya baba mkwe wake. Kwa hiyo akajikuta ameoa mkubwa na mdogo. Sasa katika kuoa mkubwa na mdogo, manake pale palikuwa na watoto wa mama mkubwa na watoto wa mama mdogo. Baba huyu ni ndugu kabisa wao, lakini watoto wa mama mkubwa wakawa maadui wa watoto wa mama mdogo. Wale wakina Yusufu ni watoto wa Raheli mdogo, mkubwa alikuwa ni Lea, ndio aliyewazaa wale wakina Yuda, Rubeni, wote wale watoto wa Lea, Isakari, na dada yao mmoja alikuwa Dina. Unaweza siwe sawa. Sasa hao watoto wa mama mkubwa, Yusufu alijua hao kwanza, mama yao na mama yangu ni mtu na dada yake, hawezi kunifanya kitu kibaya. Lakini alijua hawa baba yetu ni huyu. Kwa hiyo akawa akikaa nao anafunguka. Jamani mwenzenu, kumbe anawapa kilicho kitakatifu mbwa. Ambaye mwenzenu nikilala naona nyinyi wote mnanisubiria. Mwenzenu nikiomba Mungu ananiambia nitakuja kuwa mtawala. Mwenzenu nikiota naota kwamba nitakuja kuwa mtu mashuhuri. Akizani anamsimulia kaka kwa mama mkubwa, lakini kaka wa baba yangu huyu mzazi, hawa ni kaka zangu. Kumbe anawasimulia mbwa, anawapa kilicho kitakatifu mbwa, anatupa lulu zake kwa nguruwe. Angalia, wakageuka wakamlalua, wakataka kumuua kweli. Kama si Mungu kuwa pamoja naye wangemuua. Sasa mara ngapi umefunguka kwa dada zako, watoto wa baba wakubwa? Mara ngapi umefunguka kwa baba zako wakubwa? Hata yanayoendelea kazini, hata namna kazini walivyopanga kukuongezea kazi, sio kukupandisha cheo. Umefunguka ukizani unafunguka kwa watu sahihi. Hata kwenye yanayoendelea kwenye ndoa yako, umefunguka kwa ndugu, jamaa, rafiki ukizani
ukizani unawafungukia watu sahihi, kumbe unatupa lulu zako kwa nguruwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu aliyesema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, Yesu yule yule akasema tena, msiwape kilicho kitakatifu. Anasema msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Kutupa lulu maana yake unasema mambo yako, mipango yako kwa watu wasiofaa kuambiwa, ambao ni maadui wa ndani. Kitakatifu ni yale ambayo Mungu anakufunulia. Kwa sababu Mungu anasema sitafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wangu manabii. Huyo nabii ni nani? Sio hao wanaojitangaza. Nabii ni mtu yoyote aliyempokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wake na Roho wa Kristo anayekaa ndani yake. Huyo mtu ana roho wa unabii. Kwa sababu roho wa unabii ni roho wa Kristo. Anapokaa ndani yangu, mimi ni masihi wa Mungu, mimi ni nabii wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka kunibariki atanifunulia baraka zangu. Ninapofunuliwa unamsimulia mtu wa karibu yako, kumbe ndo adui. Unaweza asiwe sana. Unasema nimeota ndoto niko pale kanisani, nimevaa shela. Unamwambia rafiki yako, kumbe huyo ndo adui. Unasema umeota hivyo wewe? Una uhakika? Ndoto zako huwa zinakuwaje? Sasa mimi nikiota zinatimia. Sema basi makubwa hayo, utakuwa unaolewa kweli. Kumbe mwenzako amelishika hiyo, anaenda kwenye ladha zake kutafuta. Kwa sababu kule rohoni mambo yote yako live. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema nimeandaa meza machoni pa watesi wako. Kule rohoni hakuna maficho. Yaani wewe baraka zako wanaziona. Na unapodhibitisha mwenyewe kwa kuwasimulia kama alivyokuwa anasimulia Yusufu, ndio unachochea hasira yao iwake juu. Kwa hiyo wao watakachofanya, watapanga mipango ya kukulalua wewe. Yesu alisema neno hili kwa maana gani? Alitaka uwe makini nani unamwambia mambo yako. Siwape mbwa kilicho kitakatifu. Nani unamsimulia mipango yako? Usitupe lulu zako mbele za nguruwe. Unasimulia mipango ya mwaka huu. Mwaka huu nimepanga hivi, mpaka mwezi wa 4 ninunue kiwanja, mpaka wa 6 niinue hata chumba kimoja, ikiwezekana wa 10 nihamie. Anakuuliza utafanyaje? Napata kwa siku shilingi kadhaa. Kwa hiyo nimejiwekea kibubu, kila siku natunza 10,000. Mpaka miezi mitatu nitakuwa na 900,000 na nyanyua chumba kimoja. Wanaenda wanafunga hicho kibubu, wanafunga hiyo biashara yao. Hiyo 10,000 utunzi tena. Ulitupa mwenyewe lulu zako kwa nguruwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unashangaa ulianza na kibubu, mwishoni unaenda kukiponda mwenyewe na nyundo. Unatoa hata kilichoingia kidogo kile, unaenda kukitumia. Wanafunga ile milango ya fedha, wanafunga ile milango ya kupata. Kwa nini? Umesimulia lulu. Yaani shetani hana uwezo wa kujua yaliyo moyoni mwako, ila ana uwezo wa kusikia kutoka kwako mwenyewe. Ndio maana anaweza kufanya mitego tu ili mradi usimulie. Yaani mtu anaweza kukuuliza jambo la kikutega ili ufunguke. Hoja yako na mtu anakuambia nimesikia, kumbe hata hajasikia. Anakuletea hilo neno mtego ili usimulie. Nimesikia kama nimesikia kama unajenga. Kumbe ameona kule rohoni, anataka umpe uthibitisho. Wasema umemsikia nani? Watu, lakini kumbe watu wenyewe ndio wewe, lakini mwenyewe ndio wewe unaanza kusimulia. Nimesikia unatangaza uchumba mwezi huu. Umemsikia nani? Kumbe mwenzako amekutega utoe aliyoko huko ndani. Biblia anasema umetegwa kwa maneno ya vinywa vyao. Yaani amekutega, ongea huko moyoni kuna nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu akupe neema, usitupe lulu kwa nguruwe. Usiwape kilicho kitakatifu au omba.
au wanaotajwa hapa ni watu wa karibu yako. Na nilikwambia adui wa ndani ana tabia ya kujiweka karibu, kukuonyesha tabasamu. Anakuonyesha mpaka jino la mwisho. Analia na wewe. Yaani wewe ukilia na yeye analia. Kicheka na yeye anacheka. Lakini kuna kitu anataka. Tujifunze sana kwa Samson na Delila wake. Samson alikuwa anawekwa kwenye miguu, anasokotwa zile rasta, anachezewa zile nywele. Najua wao Waisraeli wana nywele nyingi, wanasifu sana. Achana na nyinyi ambao mnachukua manywele ya wenzenu mnaweka kichwani. Hii nayo akili mbaya kweli. Kuchukua nywele za wanani sijui unaziweka kwa kichwani. Wale ni za kwa wao, wako na mzungu kaweka nywele kichwani za mtu mwingine au mchini. Sisi ngozi tunashirikana. Umewahi kuona mchina na huyu? Sasa huku mpaka wa mama wachungaji na mauji. Yaani ni sawa umeenda kukata nyasi, ukazishona, ukaziweka kichwani, huyo mitaani. Nywele za mtu mwingine ni kama nyasi. Ndio maana wametufungulia na viwanda vya rasta. Nenda Ulaya kama kuna kiwanda cha rasta. Tambalisha mzungu wa nywele ya mbao. Huwezi kumbalisha. Kuna hadithi moja tulikuwa tunasimuliwa shuleni. Siku ya ukweli, mwalimu wetu alikuwa anapenda wa darasa. Anasema walikaa darasani mtu mweusi na mtu mzungu. Si kama na wainua na wenyewe wana mabovu mengi. Wanasiweza. Wanasema wakati wako pale darasani, mwalimu profesa anafundisha pale chuoni. Swali gumu likiulizwa, mzungu anakuna kichwa. Kuna kichwa. Anaondoka, anatembea kuna kichwa. Anasema Mwafrika anakumuta makadimu. Anasema hiyo ndio limebaki naye mpaka leo. Tukikaa usahau kukumuta hiyo. Wenzetu kwamba wenzetu wanatumia sana akili, sisi mbum na kumuta makadimu. Kweli nenda Ulaya kama kuna kiwanda cha rasta. Kama kipo basi soko lao Afrika. Wanasiwe sana. Mimi wanaangalia zile BBC, Al Jazeera. Unaona mtangazaji anatangaza pale. Kama ni wa kike yuko na nywele zake. Kazilaza hivi. Toka pale Al Jazeera au BBC. Njoo weka channel yoyote ya Afrika, hata kama ni South Africa, hata kama ni wa Sudan, wa Nigeria. Mtangazaji lazima utamjua tu huyu Mwafrika. Hata kama ana rangi nyeupe. Naona kichwani kayatundika. Turudi kwenye somo. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Twende kwenye masomo, kwenye andiko lingine. Twende kwenye andiko lingine. Niwashie taa za huko mbele. Adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Tuangalie kitabu kile cha Samueli wa kwanza, Samueli wa pili sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Samueli wa pili sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Samueli wa pili
sura ya 17 mstari wa 1 mpaka wa 7. Anasema zaidi ya hayo, Ahithofeli akamwambia Absalomu, niache nichague watu 12,000 nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu, nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka na mikono yake imekuwa dhaifu, nami nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia, nami nitampiga mfalme peke yake, na hao watu wote nitawalejeza kwako. Mtu yule umtafutaye ni kana kwamba wamerudi wote, na hivyo watu wote watakuwa katika amani. Shauri hili likawa jema machoni pa Absalomu na machoni pa wazee wote wa Israeli. Ndipo Absalomu akasema, basi mwiteni Hushai Mwaki, naye tukasikie atakayosema yeye pia. Basi Hushai alipofika kwa Absalomu, Absalomu akamwambia akasema, Ahithofeli amesema hivi, je, tufanye kama alivyosema? Kama sivyo, sema maneno yako. Huyu anayeongea hapa ni mtoto wa kumzaa wa Daudi, mwanaye kabisa. Absalomu ametoka kwenye kiuno cha Daudi, lakini baba yake amechukua ufalme kutoka kwa Sauli. Mungu alimwandaa awe mfalme Daudi. Mtoto wa kumzaa anautaka ufalme wa babake, na alipambana mpaka akatengeneza jeshi ndani ya nchi, akamfukuza babake kwenye ikulu. Na hapa anapewa ushauri na watu wake kwa jinsi ya kumkamata baba yake na kumua, na anafurahia huo ushauri na wazee wa Israeli ambao Daudi aliwatetea wakati wa Goliati, lakini aliwatetea wakati mwingi wa vita za Wafilisti. Wazee wa Israeli na wenyewe wanasapoti huo ushauri wa Absalomu, mshauri wa Absalomu. Absalomu mwenyewe anasema sawa, baba yake wamkamate, wamue. Ni mwanaye wa kumzaa, amekula vya baba, amesomeshwa na baba, amepata nafasi ya kijeshi. Leo anamwondoa baba madarakani, anataka akae hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe adui wa ndani, hata mtoto wako anaweza kawa adui wa ndani. Yaani mtoto uliyemzaa mwenyewe, aidha ametoka kwenye tumbo lako, ametoka kwenye kiuno chako, anaweza katumika kama adui wa ndani, kama ulijui. Jifunze kwa Absalomu, mtoto wa Daudi. Alimwondoa baba yake kwenye utawala, akaenda kutanga huko miaka, anamkimbia huyu mwanaye wa kwanza. Sio unaweza siwe sana, katengeneza kikosi cha jeshi ndani ya nchi. Ndio maana mjue sana Mungu. Kimjua sana Mungu, hata mtoto wako simwamini kwa asilimia zote kwa ajili ya madaraka. Huyu mtoto anataka babake auawe, na amelizia, na ameingia na jeshi, na Daudi amekimbia. Kisoma hiyo sura yote utaona hiyo story. Amekimbia kabisa ikulu, ameondoka. Absalomu amekusanya watu, ameufitini ufalme wa baba yake, adui wa ndani. Unaweza siwe sana. Nilishangaa siku moja, mama moja anasema mwanangu wa kumzaa kako tu sijui darasa 3, nashindana nako kwenye maombi. Yaani analala kanakuja kumkaba katoto kwa darasa nanga. Mwanzo alikuwa anaona kama ndoto. Siku hiyo anasema wala sikulala mchana kweupe, nimeomba hapo nikapitiwa tu na usiku. Naona huyo anapambana. Sasa shtuka kweli, huyo hapo kakaa. Mwangalia, wewe unataka kufanya nini? Kakainuka. Kukafuata, kakakimbilia chooni. Kukafuata, anasema kalinipita kama upepo.
Yaani kama picha, kama movie hivi. Kama unavyonaga movie za Kinigeria. Mtu mara ameyeyuka mikoa, anasema mchungaji, nimeona haya kwa macho. Mwanangu, ikabidi ni aache kutumia ukali, nimfanye rafiki ili aniambie siri hizo kazipata wapi. Aniambia ikabidi nishuke, nimweke karibu, nimwambie mwanangu, sikupigi wala sikufanya chochote, naomba niambie, Mungu umeakuta. Anasema kwa kumdeku nitakununulia chips, nitakununulia vile vitu, nitakununulia gauni nzuri. Anasema kule chooni niko kimbilia. Kule ndo tunakotunzia zana. Pale ulipo nifuata nikaenda kule, nikachukua nguvu. Ndio maana ulipokuja chooni nikapita kama upepo. Umetoka tumboni, umebeba, umekula maembe, umekula maparachichi, umekula manyanya chungu, mboga mpaka umekazaa, leo kanapambana kukula. Ndio kinabisa adui wa ndani. Sema kama ibada njema inaanzia nyumbani, na adui wa ndani ataanza kupigwa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Akasema yaani nikaa naona ni maono, ninaota. Lakini sema naotaje hapo, ndo niko live na mwanangu. Kakaanza kumpa simu. Unayapata wapi haya? Kwa Biblia. Sema wanakujaga hapa, wanafikiaga kule chuo. Mimi na kitu tunakutana nao. Wewe ukilalamika unauma, ndio sisi tunakuwa tuchukue tumekukalia. Sasa mwanangu, sasa mama na mama wanakaliwa. Kwa nini usinitetee? Sema kule wako wakubwa. Mimi bado mdogo. So udogo wa umri, kubwa wa vyeo. Kwa hiyo tunakufinyanga. Kesho unaamka mama unalalamika unauma. Mimi najua huyo haumi ni vile vifinyango vya usiku. Anasema hata baba tumemkosa marais kumuoa na ajabu. Sasa uko tayari baba kwa wao. Sasa anafanya mara 3, na kweli mama anasema mara hizi 3 baba anatupwa na ajali kwenye mtaro. Kwa maombi ya mama anayeomba hapa, yule baba ananusuliwa. Sema mara 3, unaona ile ajali miaka ile ni sisi. Na huyo Biblia kwa yeye. Kwa nini? Biblia akimwambia kitu asipotekeleza, tunampiga adhabu. Kama amemwomba kitu hajafanya, piga adhabu. Tupa mtaroni. Katoka kwenye tumbo lako unafanya, utakamata uchinji. Sheria haikuruhusu. Mungu hakuruhusu. Ndio huyo Abisalomu. Ni mtoto kabisa wa kiuno cha Daudi. Wanajadili hapo kumuua Daudi. Anafurahia na anaambia wazee, mnaonaje huo ushauri? Wazee wanasema hivyo hivyo. Auawe wale watu waliokimbia nao, maana Daudi alikimbia naye na watu wa kutosha. Wale waliokimbia nao wote tuwarudishe wawe chini yao. Bwana asifiwe sana. Adui wa ndani. Sasa hao walikuwa mwilini kabisa, wanapigana vita za mwilini kabisa. Sasa leo wanaweza kupigana na wewe rohoni, mwanao kabisa. Nilipataga hadithi moja. Ni hadithi, ni kweli zile wanazosimulia kwenye TV. Ni kweli kabisa, ni yale yaliyotokea. Huyo binti ameokoka sasa, ndo akawa anasimulia. Wanasiwe sana. Baada ya kuokoka, unajua mtu anatoa ushuhuda wake wa maisha kama. Akawa anasema mimi niliharibu ndoa ya mama yangu. Kwa kukaa, kwa kutembea na mama. Mama alipogundua akaondoka nyumbani. Mimi sasa penzi likanoga na mama. Ameshuhudia kwenye redio moja. Mama anaondoka nyumbani, anamwachia mume mtoto wake wa kwanza. Wanaweza sema sana. Adui wa ndani. Huyo ndio shetani. Kwa hiyo tunaposema piga adui wa ndani, ni mbaya kuliko unapodhani.
ni mbaya kuliko unavyodhani. Katoto darasa la 3 kanajua kuloga mama. Sasa haka wadogo zake itakuwa sikatakuwa kanapendekeza tu safari na mtoa yule kimbele mbele yule. Haleluya kanisa. Kisoma habari za Absalomu, na yeye aliuawa baadaye. Na mdogo wake na Absalomu sijui kaka yake na yeye walikuwa na vita na Suleimani, ndugu kabisa wa baba mmoja. Na yeye Suleimani alipoingia madarakani akamua kaka yake, alikuwa anamfanyia mabaya. Kwa hiyo mambo hayo yapo na yameandikwa ili ujifunze kwamba adui wa mtu huwa hatokagi mbali. Wengi wamefungwa matungo ya uzazi. Ukifuatilia ukiomba, unakuta aliyekufunga ni mtu ambaye Mungu akikwambia ni huyu adui yako, unaweza kukataa. Wengi tu tukiombea unakuta wamefungwa na mama zao wadogo, wamefungwa na mama zao wakubwa wasiolewe, wamefungwa na shangazi zao, wamefungwa sijui na baba yao, wamefungwa, yani ni mtu ambaye usingetegemea atakufanyia unyama, ndio amekufanyia. Adui wa ndani. Na wao ukianza maombi usiwe na huruma, wao huwa wakigeuka. Yaani wanapogeuka kuwa mbwa, kama Yesu anaposema msiwape mbwa nguruwe, msiwape lulu zenu nguruwe wala kitakatifu au mbwa. Wanapogeuka kuwa katika hali ile ya ushetani, hawanaga huruma. Wewe unapoingia kwenye maombi, usiombe maombi yale ya huruma kama wenzako kule kwenye dini wanaosali, tuhurumie sisi wenye ndani, tuhurumie. Hakuna huruma kwa mwovu. Biblia inasema hakuna amani kwa waovu. Tuhurumie sisi wenye, ushajua mwenye dhambi, si nenda katubu. Kuna kazi ya tuhurumie sisi wenye dhambi. Tuhurumie, nenda katubu. Biblia inasema ukiziungama dhambi zako na kuziacha utapata rehema. Sasa kesho mimi mwenye dhambi nihurumie mimi, kesho kutwa nihurumie mimi mwenye dhambi, au ile niombe mimi mkosefu. Ushajijua wewe mkosefu, nenda katubu. Asubuhi mchana niombe mimi mkosefu. Wanafikiri kwa kuongea vile inamfurahisha Mungu. Kashasema sisikii maombi ya Mungu. Ukishajijua wewe mkosefu, katumewa na wasikiliza tunaambia sasa, nyinyi mmekiri wenyewe kwa dunia nzima. Nyinyi ni wakosefu, kwa nini msiokoke? Simetoka kukilia hapa Maria tuombe sisi wakosefu. Kumbe mnajua wakosefu, kwa nini msiokoke? Ndio hakuna kuokoka kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo adui wa ndani yupo. Kwamba yupo. Ndio akina Absalomu, watoto kabisa wa kumzaa Daudi mwenyewe amemzaa. Kisoma hiyo sura utaona Daudi amekimbia na kikosi chake, kisa mwanae kaingia ikulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa ndani. Na ukifuatilia ukuta Absalomu alipendwa sana na Daudi. Wakati mwingine mtoto yule unayempenda sana analewa ule upendo, ndio huyo anakuja kuwa nyoka baadaye. Yule ambaye unampenda kweli, mwenyewe unasema huyu ndio wa kunilea, huyu ndio wa kunilea, anakuja kukulea hata hukumzania, ambaye hata hukumhesabu kwenye familia kwa watoto wako. Yule ambaye ulimweka karibu ndio baadaye anageuka adui yako. Baba mmoja alimpenda kweli mwanae wa kiume, alizaa watoto 3, wa kiume na wa kike 2. Kwa mtoto wa kwanza akazaliwa wa kike, wa pili wa kike, wa 3 wa kiume. Moyo wa yule baba akauwekeza kwa yule wa kiume. Penda kweli kweli, akasema huyu ndio jembe langu, huyu ndio wa kuendeleza ukoo. Huyu akampa majina yote mazuri, baba wa watu. Alikuwa mtumishi wa serikali, baadaye akastaafu. Moyo wa baba ukichana ni yule mtoto wake wa kiume. Hao wawili wa kike hawa akaona hawa watachukuliwa, hata elimu yana anasomesha kama hataki, hawa wataolewa, hawa wanaenda kuendeleza koo za watu hawa. Ndio hawa walikuja kumlea kumzika. Yule wa kiume, yule baba alipata homa, ikabidi akatibiwe Ulaya.
na yule mtoto wa kiume aligundua hati zote za nyumba. Yule baba amemwandika yule mtoto wa kiume zote. Kitendo cha baba kuugua kwenda Ulaya, mtoto acha auze nyumba. Uza ya kwanza, tumia hela na makahaba. Zikaisha, uza ya pili, tumia hela na makahaba. Zikaisha, uza ya tatu. Ndio zilikuwa hizo tatu. Wale dada zake kweli wameolewa, hawajui kinachoendelea nyumbani. Mtoto wa kiume anauza nyumba, hati zimejazwa kwa jina lake. Baba anarudi kutoka Ulaya, anakuta nyumba zote wanaishi wapi. Alifikiri labda zimepangishwa, akakuta nyumba zote zimeuzwa. Kwanza akiwa hospitali huko, akawa anawasiliana naye, bwana, mbona hata hali unijulii mwanangu? Unajua mimi babako nauma. Anamwambia, baba, huko uliko ndo sehemu sahihi. Ni hata nikikujulia hali ni sio daktari. Huko ndo sehemu sahihi. Huko ndo kuna maprofesa na daktari. Wewe wanakuchunguza hao, wewe unataka kunini kujulia hali yani? Mtoto unayempenda ambaye hata hati za nyumba zote umejaza jina lake, unaumwa, anakuambia hivyo kwamba huko uliko ndo mahala sahihi. Kwa nataka mimi kujulia hali, nikikujulia hali mimi unapata nini? Mimi sio daktari. Akashangaa. Kila kukicha anapata simu za wale mabinti zake wawili. Baba, umemkaje? Unaendeleaje? Madaktari wanasema yani wale mabinti wanaonyesha upendo ule wa baba. Baba anataka simu ya mtoto wake. Mtoto wake uko anaponda mali za baba. Adui wa karibu ni yule wa nyumbani mwako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wekeza 50-50. Hata kama una watoto wa kike na wa kiume, unampenda sijui wa kike sijui unampenda nani, usionyeshe, wekeza 50-50. Yule utakayeonyesha hapa ndo moyo wangu ulipo, shetani ndo anamtumia wewe kukukabili. Anajua hapo ndo una mega na siri zao, hapo ndo unajiachilia, hapo ndo unaongea mpaka la uvunguni. Anaweka masikio yake shetani kwa huyo unayempenda, ili ukiongea mikakati, mipango yote aisikia. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme wa pili Wafalme wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 19. Luka 3:6, Luka 22:3 mpaka 6 tulisoma. Haya, twende Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 19. Adui wa ndani. Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 19. Anasema, ikawa baada ya hayo, Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu, nilifanye shamba langu la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au kipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Naboth akamwambia Ahabu, Bwana apishie mbali, nikupe wewe ulisi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth Myezreeli, akisema, sitakupa ulisi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Myezreeli, nikamwambia unipe shamba
lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake? Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe ndio unamiliki ufalme au wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Utasoma mwenyewe hiyo story mpaka mstari wa 19. Namna huyu mfalme alivyotii maneno ya Nabothi. Hakutaka kutumia mamlaka yake vibaya, alimwogopa Mungu. Lakini angalia mke wake anamwambia, hiyo ngoma niachie mimi, nitakupa hilo shamba. Na huyu Nabothi namuulia mbali, yuko ndani ya taifa la Israeli kuhakikisha anaharibu sheria ya Israeli. Tunaweza siwe sana. Ndio maana unaweza kukuta baba anaweza kawa mzuri, mke akageuza moyo wa mwanaume. Jawahi kuona hiyo? Kabla mwanaume hajaoa alikuwa anakula na ndugu zake, alikuwa anazungumza vizuri na ndugu zake, alikuwa anafurahi na ndugu zake, alikuwa anatembelewa na marafiki nyumbani. Baada ya kuoa, mwanamke akakata ule ushirika na ndugu wote. Baada tu ya kuoa, yaani kwanza baada tu ya ndugu yetu kuoa, sasa hata simu yake apokee. Yaani kaka alivyooa tu, hata simu apokee. Hata ukimwambia mama anaumwa haja, hata ukimwambia tuna kikao cha familia haja. Baada ya kaka kuoa tu, kaingia adui wa ndani. Hata kwa mwanamke hivyo, baada ya kuolewa tu, mwanamke anashangaa nyumbani, yale alikuwa anaweza kufanya nyumbani hawezi kufanya tena. Mwanaume ameweka uzio, ukuta umepita hapo. Wanaweza zoe sana. Mimi na dadangu kabisa, mtoto wa baba mdogo, alikuwa na uwezo wa kututembelea kwenye hivi kabla hajaolewa. Alipoolewa tu, mume wake hata akienda chooni anasema ulienda kwa wanaume. Yaani aende kokote, ni wa kukaa ndani, kawekewa mtu wa kuendea kufuatia vitu sokoni, kawekewa mtu wa kufanya kila kitu, yeye kaa ndani. Ukatokea msiba tukaenda naye, mwendo fulani si na akiongea naye anamwambia mpe fulani, yaani ajiridhishe kama ni kweli uko na ndugu zako. Bwana, mko wapi? Mko sehemu fulani. Mko kwa gani? Haya, natambia ndo tabia yake hiyo, ukagua tu kwa akiona nyinyi hawaelewelewe, mpe mama, niongee na mko wapi? Sasa ndo maisha. Nasema msione sifiki kwenye matukio, msione sitembelee, siwatembelee. Hali ya nyumbani ndio Bwana asifiwe sana. Hali ya nyumbani, yaani anaweza akaruhusu nenda kwa wazazi, akafika kule nyumbani kwa wazazi wake, anaongea naye nje nzima mpaka anafika mkoani, kesho na yeye anasafiri anaenda. Sasa wewe kama ulikuwa mpango wa kuja kuja, kumbe amekuwa na mashaka mpaka na yeye ngoja niende. Kwa hiyo unakuta ule ushirika na ndugu yule, yaani watu wamemlaumu, naye watu wanaishia kusema tu jamani, msimlaumu huyo mtu, kapatikana. So yeye na mwanaume ni hivyo hivyo. Kabla hajaoa watu walikuwa wanashiriki naye mambo mengi, urafiki, kula. Alipooa ndoa kina Yesu, alipoingia kwenye hiyo familia, anaonyesha upendo mkubwa kwa yule mwanaume. Unaona hapa Yesu ni kama anaonyesha upendo mkubwa kwa Ahabu, kwamba kwa nini hata umeshindwa kula chakula, kama anamhurumia, lakini ana roho ya kuua.
kaenda kumuua Nabosi. Mtu shamba la kwake, kashakwambia la ulisi. Mashamba ya ulisi huwa hayauzwaji kwa sababu umelisi. Bwana asifiwe sana. Labda kama mnauza mpatane wote, waanini shamba tulilisi kutoka kwa baba, tuuze tugawane kila moja. Lakini huko mwenyewe huwezi kujiamulia kuuza shamba la ulisi. Kwa hiyo Nabosi alikataa kwa sababu ni shamba la ulisi wa mababa. Na mfalme alijua kabisa madamu amekataa ni haki yake, siwezi kutumia mabavu na tii sheria ya Israeli. Bwana asifiwe sana. Mke wake anamwambia mpaka unashinda kula kwa sababu ya shamba, niachie mimi. Kamua Nabosi, anamwambia nenda kamilikisha, nimeshamuondoa. Na kamtengenezea zogo. Kwa hiyo mambo haya ndani ya taifa la Israeli yalikuwa mageni, hawakuzoea vitu kama hivi. Mwanamke aliyeingia kwa mfalme ameingia pale lengo la kuua wacha Mungu. Naona mtu toka alipooa, toka alipoolewa, msema ndugu yetu toka tu alipoolewa amebadilika, toka tu alipooa amebadilika. Manake kabadilishwa, eza mwanaume kabadilishwa na mwanamke, au mwanamke kabadilishwa na mwanamke. Bwana asifiwe sana. Wewe ulizoea ukitembelea na wageni unakimbizana kwenda kuchukua soda, unaleta maji. Jamani mtakunywa soda gani? Anaingia mwanamke anakuambia marufuku. Mambo ya nyumbani ni ya kwangu mimi. Wageni wanaokuja hapa wako chini yangu mimi. Kwa hiyo karimu wako wakishenzi hapa sitaki. Wewe niachie mimi. Kwa watu wanakuja, wanakaa kibaladhani, yeye yuko pale kuwapigisha story. Kuna kinacholika. Mwanaume mbaki unaumia tu. Yaani unaangalia chini mpaka unajisikia vibaya. Yaani unaongea ndani tu. Akikugeuzia tu macho hivi mwenyewe unajua hapo hiyo ni onyi. Adui wa ndani. Kwa hiyo watu wanaondoka pale, kwa fulani ukienda hata maji ya kunywa ufanye kuomba. Fulani ukienda hata soda ufanye za kuomba. Wakati mwanzo walijua wakifika ndugu yao wanachangamka. Wanasikia sana. Walizoea hivi ukifika kwa ndugu yetu, nakula unachotaka. Yaani unakula tangu ameoa. Sijui wanasema sijui kampa limbwata, sio limbwata. Yule mwanamke anaonyesha upendo mkubwa kwa mume, lakini ule upendo ni wa kinafiki. Ameficha makucha ambayo anawaonyesha kwa wale ambao walikuwa karibu na mume. Haleluya kanisa. Wapo watu wa aina hii. Ni mkalimu mama, kapata baba. Sio mkalimu. Ni mkalimu baba, kapata mama, sio mkalimu. Ni mara chache sana kupata wote wawili mnafanana. Yaani baba mkalimu, mama mkalimu. Ni mara chache. Hata fikiria mimi nimezaliwa na mtu wa tumbo moja. Mimi nimezaliwa na damu tumbo moja. Yeye ana kalama ya mambo ya biashara hizi. Kwa mambo ya kuuza mihogo kwenye. Kama unavyoona mama wanauza mihogo leo, yeye sasa miaka ile kwenye meli. Mhogo unauza leo shilingi 100 si 200 kipande. Sikile kidogo, zamani zile linapikwa lile mhogo lizima. Linapikwa lile linaiva lizima. Hapo likiwa linapasuka hivi. Wanaliweka kwenye sahani, alafu unakuwa na fimbo yenye mapanda matatu hivi. Sahani inakalishwa hapa, mhogo unaweka kwenye meli. Wanawauzia wale watu kwenye meli. Kule kwetu ndio ilikuwa hivi. Kwa hiyo alikuwa miongoni mwa mabinti wa kipindi hicho wanaofanya biashara ya kuuza mihogo kwenye meli. Sasa mimi ndio kipindi hicho mdogo, wale wa kudekadeka, wa kulilia kitu, yaani unaomba kitu kwa kulia. Anaivisha hapo, analia hapa, hautole muhogo. Alipoona sasa kaka zangu wanamzidi nguvu, wakati mwingine wanamsonga, wananyang'anya muhogo kinguvu, akawa anapikia mihogo poli.
kabisa, polini ndo anakopikia. Anaenda kwenye meli, ikibaki huko yuko lazima tupe, so mletee wenyewe mle. Polini, yaani ukiona tu siku ya meli, mama anasema huyu leo miogo yake kapikia wapi? Polini anakimbia wadogo zake, sisi vidogo. Kiona kitu unalia mpaka upewe. Wewe lia, yaani tunalia kama baba yupo, mama yupo yule, usijisumbue hata kulia. Maana kilio chako yeye wanasema akimhangaisha, akimshughulisha. Sasa unaoa huyo. Wewe ndo mkarimu, wakija wageni soda, wakija wageni maji baridi, umeoa. Kama wadogo zake alikuwa anapikia polini, ndio wageni wa wewe. Yeye alikuwa na uwezo, kama siku mama hayupo, chakula kimeivishwa kabisa na kuna wageni, anatoa kile chakula anafunika, alafu anakaa pale kwenye mlango wa jiko mpaka waondoke wale wageni. Kiondoka ndo anagawa. Wewe ndo umemoa. Na fikiria kwa wadogo zake, sisi wa damu, mchozi wetu ulikuwa umshughulisha, ndio utamshughulisha shemeji zake, marafiki za mume wangu. Asemaga damu ni nzito, si ndio? Sasa yeye kwa damu nzito kule alishinda, ndio aje amjali mama mkwe. Unamwambia mama mkwe, lakini huyu ndio mzaa chema. Hiyo mzaa chema kwa wewe ndio huyu Yezebeli. Wanasikia sana. Ndio lile andiko, mume mwema lazima atoke kwa nani? Mke mwema lazima atoke kwa nani? Mimi nimebaritika sasa, kwa sababu kwa baba mkubwa ndio huyo dadangu kapata mwanaume wa aina. Kwenye mtiririko wetu si wenyewe, ninanilie tiririka naye kabisa, ndio yeye alikuwa anapikia miogo pole. Yaani mimi na dada ambaye hafai, afu dadangu anayefaa kaolewa na mume ambaye hafai. Mwanzo tukasema anakupenda sana. Yaani yule siku moja wewe, dada yule upendo kila mmoja wao sio upendo, huo ni ushetani. Upendo gani? Mpaka anaenda kwa likizo kwa wazazi wake, unafuatilia, upiga simu kila wakati. Na wala usichelewe kupokea. Kwa wanaume. Kwa wanaume zako. Maana simu upokee, kwa wanaume zako. Wewe asikia hayo, adui wa ndani ni hatari. Ndio ukisikia tu hivi unaona kama mepesi, si ndio ya kukuta. Kamuuliza Samsoni kama kufika mbinguni, kwamba ilikuwaje nchi ya Delila, akwambia kwamba yalinikuta mwanzo. Naonyesha upendo mkubwa, kumbe na tafuta, kumbe na pelelezo. Mapaja niliyokuwa naweka kichwa changu kusokoto lasa, nililipa siku moja gharama yake. Wanasikia sana. Bwana atakwambia namna alivyokuwa amemweka karibu Yuda, hata akampa uhazini wa ministry yake, lakini ndiye aliyemuuza na hiyo. Yaani hela zote zile bado hakutosheka nayo, akaona nimpige bei na yeye mwenyewe. Shingapi? Nipeni vipande 30 vya pesa, chukueni mkamue. Adui wa ndani ni hatari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yezebeli aliingia kwenye maisha ya Ahabu kwa mkakati wa kuua manabii wa Mungu wa Israeli. Mpango aliokuwa nao pale ni kuhakikisha na waua, na aliwaua kweli. Ndio kama unaona Elia mpaka anasema akajenga madhabahu, akamwaga maji. Ilikuwa ni shindano la Elia na manabii wa Bahali. Hao manabii wa Bahali walitafutwa na Yezebeli. Anaua manabii wa ukweli, anaweka manabii wa uongo. Anaua wale wacha Mungu kweli, wanaosikia kwa Mungu kweli, anaweka wa kwake, manabii wa Bahali. Sasa wanaitwa wa Bahali, watakuwa waitwa wa Yezebeli, sababu aliyekuwa anaufanya huo mchezo wote ni Yezebeli. Ndio maana Elia alipowaua
Ahabu hakuongea chochote, lakini Yezebeli akasema, kesho majira kama roho ya Elia itakuwa mkononi mwako. Manake aliguswa, wameuawa watu wake, adui wa ndani. Kwa hiyo Yesu anaposema na adui za mtu ni wa nyumbani mwake, anakuja anasema msitupe huru zenu kwa mbwa na nguruwe. Hawa ni watu wa karibu ambao unapenda kuwaambia mambo yako ya maana. Jichunge. Unamwambia nani mambo yako? Jichunge. So kila mtu akumwambia mambo yako. So kila unayeona anakuchekea akumwambia mambo yako. Mwingine yuko hapo kama Delila, kama Yezebeli. Yuko hapo kutafuta una nini wewe, Mungu anasema na wewe. Wanaweza siku sana. Siku moja mimi nikaota. Dada aliniambia nisaidie kuomba kwa habari ya kitu fulani. Nikawa namwombea. Nimwombea kwenye maono, nikaona eti dada yule ninayemwombea, baada ya kupambana naye sana, yaani kila nilikuwa nikiomba nilikuwa napambana na maroho. Pambana na maroho kweli. Nikaona kaja kwa sura yake ya yule ninayemwombea. Akaniambia, hebu mdogo wangu niambie, toka umeanza kuniombea umeona nini? Nikamwambia, siku ya kwanza nilipokuombea ukaja, nikakupiga hapa na muonyesha kovu liko. Siku ya pili ukaja, nikakuvunja hapa. Siku ya tatu jana tu nimekuumiza hapa. Akasema, la, kumbe yote unajua. Na mimi nikasema, kumbe soda damu ni pepo. Nikapotea. Nikashtuka kwa yana. Lakini nimekuja kwa sura ya dada kabisa. Na ninaniambia, wewe nani nakwambia niombee? Mimi nakwambia nataka maombi yako. Nani hapo? Yeye niambia, ni wewe mwenyewe umeniambia kuombea leo, unakataa maombi yako. Nani anakwambia? Haya, niambie. Tangu umeanza kuombea umeona nini? Siku ya kwanza nikupiga hapa, siku ya pili nimekuumiza hapa, jana nimekuumiza. Sema kumbe yote unajua mimi. Kumbe si dada, ni pepo. Nikapotea. Kwa hiyo shetani ana tabia hiyo ya kuja kama malaika wa Mungu. Kumbe anakutafuta, anakutafiti wewe. Anasikia sana. Nikamsimulia siku ile dada. Ambaye bwana toka nimeanza kuomba maombi, vita ni kali sana. Sasa nina vita, nikamwambia ni kweli, yaani leo walivaa mpaka sura yako ili niache kukuombea. Lakini mwishoni ilikadhihirika ni pepo lilivaa sura yako. Ninazuia, kwa nini unaniombea? Sasa kama mjue Mungu anasema, sasa mimi namuombea, kumbe mchawi ni yeye mwenyewe. Sio yeye mwenyewe, wamevaa sura yake. Na wanakuja kutafiti yale unayeyapiga, unajua kama unapiga kweli. Na kule rohoni unajua uongee wewe ni Roho Mtakatifu anaongea. Na mimi kama namdhibitishia nikupiga hapa, nikuumiza hapa, nikuumiza na hapa. Kumbe yote unajua, kumbe si dada yangu ni pepo. Mimi nimeshaona vizuri. Kaenda akajiulize bila. Bwana asifiwe sana. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Maandiko ni mengi, naona tuendelee kesho. Pate muda wa kumshambulia huyo adui wa ndani. Simama kwa miguu yako. Kisha nitatoa maandiko mengine mapya, Mungu akituwezesha. Tuweke viti pembeni, tuzime feni ili tuweze kumshambulia.